أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Amma ba'd, watukufu wa Kiislamu, baada ya kumaliza mwezi mtukufu wa Ramadhan, tunaendelea kukumbushana kuhusiana na situ min Shawwal, kwa maana ya siku sita zile baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Siku sita baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhan zina ubora mwingi sana, ama mkubwa sana, na ubora wake insha Allahu Ta'ala tutauzungumza biqadri alhaja. Nini tunapata wakati tunapofunga zile sita za mwezi wa mfungo mosi, kwa maana ya baada ya Ramadhan? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'anul Karim, katika suratu Al-An'am, alisema man jaa bil hasanati falahu 10 amthaliha, yeyote mwenye kutenda jambo moja, mwenye kutenda jambo moja la khairi jema, basi falahu, yatamthibitikia yeye malipo yake 10 amthaliha, 10 mfano wa lile moja alilolitenda. Kwa maana ya kwamba unatenda jambo moja, halafu Mungu anakulipa 10 kwa ile moja uloifanya. Sasa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam alipotuzungumzia kufunga sita min Shawwal, kufunga zile siku sita za mfungo mosi baada ya Ramadhan, kwa kauli yake aliposema man swama ramadhana thumma atba'ahu bi sittin min Shawwal kana kasiyami dahr, wa fi riwayatin kana kaswaimi dahr, wa fi riwayatin ukhra kana kaman swama dahara kullah. Riwaya ziko nyingi, kwa maana mwenye kufunga siku sita za mwezi wa mfungo mosi baada ya Ramadhan, mtu huyu ni sawasawa amefunga mwaka mzima, kwa sababu Ramadhan huwa inafatana na sita. Baada ya Ramadhan huwa unakuja mfungo mosi. Sasa Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema kwamba mwenye kufunga Ramadhan thumma atba'ahu, hadithi nyingine inasema thumma atba'ahu sittan min Shawwal, kisha akafatisha kwa kufunga siku sita za mfungo mosi, basi kana kaswaimid dahr, hukumu yake anakuwa ni kama vile mtu aliyefunga mwaka mzima bila kuacha. Hisabu hii huwa inapatikana vipi? Hisabu hii Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema mwenye kufunga Ramadhani, maana yake Ramadhani kapiga mahesabu ya siku 30, hata zikaishia 29, lakini kuna namba ya 30 kwa sababu humo ndani kuna siku tunaoitazamia mwezi. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akahesabu iwe ni 30. Kwa hiyo kwa mujibu wa aya tuloisoma katika suratul An'am, man jaa bil hasanati falahu 10 amthaliha, mwenye kufanya moja huwa analipwa 10. Kwa maana unapofunga siku 30 ni kwamba ukihesabu moja kwa 10 utapata jumla ni 300. Ukipata 300, siku sita nazo baada ya Ramadhan ukafunga sita, ni kwamba sita itakuwa jumla ni 60. 60 ukijumlisha na 300, jumla yake itakuwa ni 360, ambayo ndiyo hisabu ya siku za mwaka mzima. Japo wapo bado watafiti wengine wanaongeza siku, mara zafika 6, mara zafika ngapi, mara zafika mpaka 366,
lakini hayo ni mapendekezo. Lakini kwa huku katika dini yetu tunachojua siku ni 360, na ndo maana ikasemwa kuwa mwenye kufunga Ramadhan kisha akafuatisha na siku 6 za mfungo mosi, basi huyu ni sawa sawa na mtu ambaye kafunga mwaka mzima, ambapo hata Nabii Allah Daudi alikuwa anafunga leo anakula kesho, kwa maana hajawahi kufunga mwaka mzima mfululizo, bali alikuwa anafunga leo anakula kesho. Kwa jumla yake kwa mwaka atakuwa amekula miezi 6 na amefunga miezi 6. Mtume sallallahu alayhi wasallam alizihimiza sana Waislamu kufunga zile siku 6 za mwezi wa mfungo mosi. Akasema pia katika hadithi nyingine, anasema man sama ramadhana thumma atba'ahu 6 min shawwal kana kasiyami dahri kulli. Sasa baada ya kusema maneno hayo Mtume sallallahu alayhi wasallam, basi maswahaba wakawa wanapaparika, kwa maana wanang'ang'ana, kwa maana wanashindana kuzifunga zile siku 6 za mfungo mosi. Kumbe zina khairi namna hii. Ikiwa mwanadamu hawezi kufunga mwaka mzima mfululizo, kwa maana mwaka mzima utapatikana kwa siku 36 tu, tayari utakuwa mwaka mzima umeumaliza kwa siku 36, ambapo hata nusu yake bado haujafika. Lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi nyingine anasema, innalil mayyiti 600 udhwin, hakika maiti ana viungo 600. Maiti ana viungo 600 udhwin, viungo 600, kwa maana hiyo ni kila mwanadamu. Kila mwanadamu ana viungo, na viungo idadi yake kwa kila mtu atakuwa na viungo kama mwaka ni 360, lakini Mtume huwa anapiga mahesabu ya 2 ili zile khairi ziwe nyingi zaidi. Hakika mwanadamu, kwa maana mtu anapokufa basi huwa anakuwa na viungo 600, haina maana kwamba vinaongezeka baada ya kufa. Ala kulli udhwin min a'dhamihi 1000 famin, katika kila kiungo miongoni mwa viungo vyake basi vinakuwa vinywa 1000. Ana maana ya kwamba vinyweleo vya mwanadamu katika mikono na miguu, kuna vinyweleo ambavyo vinapitisha hewa na nini, utakatazwa sehemu fulani masuala ya kiafya, usipite hivi, usifanye hivi kiafya. Kwa hiyo vile Mtume kashavihesabu. Kwa hiyo anaposema vinywa anamaanisha vile vinyweleo 1000. Halafu illa ala alqalbi, isipokuwa katika moyo ndo hakuna hicho kinywa. Na kwa nini hakuna? Fa innahu mawdhi'ul ma'rifa, kwa sababu katika moyo ndiyo sehemu ambayo mwanadamu anamtambua Mungu. Kwa hiyo haitakiwi itoboke. Ikitoboka itakuwa ina crack, na ikishakuwa na crack ni kwamba kitaingia kitu ambacho hakina mahusiano na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Faman sama hadhihi 6, asema sasa Allah Mtume sallallahu alaihi wasallam, mwenye kufunga hizi siku 6 sasa, basi hawanallahu alayhi sakaratil maut, Mwenyezi Mungu humfanyia wepesi, humpozea yale maumivu ya kufa. Wakati anapokufa mtu anaumia sana, sasa Mungu humpozea yale maumivu ya kifo. Kashurbil ma'il baridi lil'atushanin, kama vile kunywa maji ya baridi kwa mtu mwenye kiu. Mtu anapokunywa maji ya baridi wakati alikuwa na kiu, basi inakuwa sahalatan salisatan kama yasilul ma'u min fami siqa. Kwa katika kule kufa inakuwa ni wepesi kabisa, kama vile maji yanavyomiminika katika mdomo kutoka katika kinywa cha glasi. Kwa hiyo ndio hivyo mtu anapofunga siku 6, basi Allah humfanyia wepesi, humpozea yale maumivu ya kifo. Lakini kwa kumaliza kabisa, kuna kisa. Hiki kisa huenda ndo kikaleta ibara zaidi, na hata Allah Subhanahu wa Ta'ala alimwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, nahnu naqussu alayka naba'ahum bilhaq. Neno kisa Mungu kakitumia sana. Sisi tunakusimulia visa vyao
kwa ukweli kabisa. Faqsusil qasasa, simulia visa tunavyokusimulia. Kwa hiyo visa huwa ndo vinaleta ibra ya watu kuliko kauli. Mtu akisikia kisa ni kweli, hata watoto wanaofundishwa visa kule mashuleni utamkuta anasimulia kisa kizima, lakini kama angeambiwa ile hesabu ya geometry anaweza leo akaikosa homework akamsaidia babake. Lakini kisa ile historia alopewa kule shule anaisimulia yote. Watoto wetu wengine wanapenda kufuatilia season za Kihindi mpaka episodi ya 600, akianaweza akasimulia mpaka ilipoishia yote, kwa maana anafuatilia ule mkasa. Kwa hiyo kisa huenda kikawa ndio mahala shahidi katika ili jambo letu ambalo tunalisema. Bwana mmoja anaitwa Sufyanu Thauri. Sufyanu Thauri yeye kaipokea hii hadithi, na yeye mwenyewe ndo aliyesimulia, na yeye ndo kilichomtokea hicho kisa, kwa maana yeye mwenyewe ndio muhusika wa hilo swala. Sufyanu Thauri annahu qal, amesema kuntu bimakkata 3 sininan, mimi nilikuwa Maka kwa muda wa kipindi cha miaka 3. Fakana rajum min ahli Makka, akawa mtu mmoja miongoni mwa watu wa Makka, yajiu ila albaytil haram kulla yawmin inda adh-dhuhri, akawa anakuja pale katika baitul haram katika al-Kaaba kila siku wakati wa dhuhuri. Akija wayatufu bil bait, alafu anazunguka al-Kaaba, wayusalli thumma yusallim alayya, anaswali swala zile thumma yusallim alayya, kisha anatolea salamu. Manake wakati alipokaa katika hiyo miaka 3 alikuwa ni wale watu wanaoitwa hamamatul masjid, kama vile njiwa wa msikitini, saa zote watu wanafanya ibada. Kwa hiyo ananisalimia kila siku ndani ya miaka 3, hanikosi msikitini. Lakini huwa yarji'u, na alafu anaondoka zake yule bwana baada ya kumaliza ibada zake. Hata alaftu bihi, mpaka nikamzoea, wa alafani naye akanizoea. Lakini famaridha yauman wadaani, siku moja akaumwa yule bwana, kisha akaniita nyumbani kwake. Waqal, alafu akanambia idha mitu faghsilni, nikifa naomba unioshe, binafsika, wewe kama wewe. Manake asinioshe ndugu, asinioshe mtu yeyote. Faghsilni biwahdika, binafsika, nioshe wewe ndugu yangu. Wasalli alayya, halafu niswalie katika jeneza langu. Wadfanni, na unizike. Wala tatrukni fi tilka al-lailata faridan, wala usiniache katika huo usiku kaburini pale nikiwa peke yangu. Yani mtu kaziko yuko ardhini na huyu yuko juu, akiamwambia usiniache peke yangu, tushakuwa marafiki. Fi qabri, katika ile kaburi langu. Wabutta inda qabri, naomba ulale mbele ya kaburi langu, si juu, mbele ya kaburi langu. Walaqini tauhida hina suala munkarin wa nakir, vile vile unifundishe tauhidi. Wewe uko juu ya kabri, lakini uwe unasoma la ilaha illa Allah, na uwe unasoma yale majibu ambayo munkar na nakiri kama watakuwa wananiuliza, huenda mimi nikayasikia. Yale ni mahaba tu ya kuzungumza hivyo, japo pengine ikawa si hakika katika hayo, si kila mtu yatamtokea hayo. Halafu fadhamintu lahu, mimi nikakubali, nikamdhamini lile swala, sawa nitalifanya endapo utakufa. Falamma fa'altu ma amarani bihi, yule bwana akafa kweli katika maradhi yale. Yule Sufyanu Thauri, Allah mrehemu, akasema kwamba nilipofanya yale ambayo kaniamrisha, kwa maana nikamuosha, nikamswalia, nikamvisha sanda baada ya kumuosha, kisha nikamzika ndugu yangu yule. Wabutu inda qabrihi, kisha nikalala mbele ya kaburi lake kama alivyonielekeza. Fakuntu baina an-naumi wal yaqla, sasa pale wakati jua linazama, mie nikawa nimelala pale, nikawa nipo kati ya kulala na kuwa macho, kwa maana ninajielewa, sijalala wala sijawa macho, kwa maana mtu huyu alikuwa anasinzia. Idh ghafra sami'tu munadiyan, nikasikia mnada, nikamsikia mtu kama sauti ya mtu inaniita, ya Sufyan, ewe Sufyan Thauri, la hajata lahu ila hifdhika wa talqinika
hakuna haja wewe umchunge hapa umlinde, wala wewe kumfundisha haya ambayo amekuambia umfundishe. Fakultu bimadha, mimi Sufyani nikamuuliza yule bwana, kwa nini nisifanye wakati ndugu yangu kanihusia? Qal, ile sauti ikasema, bisiyami Ramadhan wa itba'uhu 6 min Shawwal, kwa sababu huyu alikuwa kafunga Ramadhan kisha akafunga na 6 za mwezi wa mfungo mosi. Kwa hiyo haina haja huyu anaye loneless, si wewe tena anaye wa kumliwaza hapa. Fastaiqadtu, nikaamka pale, falam ara ahada, sikumuona mtu yeyote. Fatawadhatu, nikatawadha, yuko pale pale kaburini, kaja na kiriba chake cha maji, nikatawadha. Wasallaitu, kisha nikaswali. Hata numtu, mpaka usingizi ukanijia tena pale. Thumma raaitu dhalika 3 marrat, nikawa naliona hivyo mara 3 siku ile moja pale kaburini. Fa'ariftu annahu minar rahmanir rahim, nikajua kwamba hili jambo linatoka kwa Allah, la minash shaitanir rajim, halitokani na shaitani mwenye kulaaniwa. Fansaraftu min indi qabrihi, nikatoka mimi katika kaburi la ndugu yangu yule. Wa ana aqul, hali ya kuwa huku mimi nasema, Allahumma waffiqni li siyami ramadhana wa itba'uhu 6 min Shawwal, Mwenyezi Mungu niwafikishe kufunga Ramadhani na kufunga 6 ya mwezi wa mfungo mosi. Fawaffaqni Allahul kabiril mutaal, Mwenyezi Mungu niwafikishe ewe Allah. Kwa hiyo kufunga siku 6 za mwezi wa mfungo mosi ni aula, ni nzuri sana. Na uzuri wa hii dini ni kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallama alikuwa ni aghala martabati lughawiyya. Mtume alikuwa na lugha pana sana katika kuongea. Kwa Mtume alivyozungumza hadithi, man swama ramadhana thumma atba'ahu bi 6 min Shawwal, kuna neno hapo, kuna herufi utakuta inasema min. Kwa hiyo min ndio ambayo hailazimishi kwamba ufunge baada tu ya Ramadhan ukafuatisha pale pale, kwamba umekula leo Idi ukafunga kesho kutwa, hivyo mpaka 6 mwisho. Hiyo ni aula zaidi. Wal 10 aula, kufunga lile 10 la kwanza, kwa maana kufululiza ni bora zaidi. Lakini kuna ikhtiyariyan, kuna uchaguzi wa mja, anaweza akafunga leo akakaa siku 2 akaja kufunga tena. Shida afunge zile 6 na mwezi usiishe, kabla mwezi hujaisha awe 6 ameshazimaliza. Wallahu a'lam, wa ila hadha alqadri aqif. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.